tusikie neno. Ezra 5:19. Ezra 6:19. Kumbe noneho. Ezra reka twumve. Ezra 6:19. 6:19. Hagere. 19 ndahageze ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ezra 6:19. Maze abavukiye mu bunyage basiririza Bagira bate? basiririza Pasika. Basiririza Pasika yani. Ku munsi wa 14 Ku munsi wa 14 mbere y'ukwezi kwa kangahe? ukwezi kwa mbere. Haleluya. Amen. Bavuye mu bunyage. Katika utumwa. Bari baranyazwe. Hiyo mateka. Kuko n'abizera bose amadini kamaze kubanyaga. Kama vile makinsi madhehebu ishateka wanaji kubanyaga na ho Pasika. walipoteka watu wote madhehebu wakatosha Pasika. Mungu hanyuma hari abavuye mu bunyage. Mwenyezi Mungu anatutanganya utumwa. Mungu anatutanganya utumwa. Ndani ya uongo wa madhehebu. Ndio maana kanisa inafuata katika Pasaka. Haleluya. Utasema ni maneno ya kwa kweli ilikuwa tangu tugenda vuba vuba. Turihuta vuba vuba. Tuharikisha sana. Hari Pentecost. Kuna Pentecost. Kuna Pentecost. Watu wa dini wanakuwa na Pentecost wakati gani? Aliko Biblia inavuze. Biblia inasema je? Sikukuu za Bwana ni 3. Hapo kitabu cha Walawi tutasoma maana muda inakwenda. Pasaka itakapomalizika. Mtahesabu siku 50. Siku 50. Siku ya 50 itakuwa ni siku ya Pentecost. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Na siku ya leo Biblia hano umushitsi. kama wewe ni mgeni wetu Ukurikirane. ufuate neno. Lakini neno ina mwenye nayo. Unaweza kuwa mahali hapo lakini jina lako sitajua. Yawezekana uko mahali hapo na jina lako inaandikwa. Wakati Mungu ataita utaangalia. Utaona wana ambao Mungu amekwisha kuandika majina zao. Na wewe Mungu hakuandika. Na wajeshi nao wanapaswa kuamini neno. Hapo tutapofika. Ariko reka dukomeze. Tuharikisha sasa. Turebe ijambo ry'Imana. Tuangalie neno la Mungu. Kuno hari abantu benshi bariho. Kuna watu wengi Bafite umuhanuzi. wenye wako na nabii. Babonye undi muhanuzi. Oh, haleluya. Hari abantu. Kuna watu Bafite umuhanuzi. wenye wako na nabii mwingine. Yakini zamani sasa. Branham. Walikuwa katana. Branham hari wabona kuri Biblia. Mumba rero mureke mabwire. Tega sikio nisikie. Natwe turafite umuhanuzi. Sisi tuna nabii mkubwa Hano sana. umuhanuzi. Na nabii ule mkubwa. Turebe muri Luka. Luka anasema namna gani? Luka 16 anasema namna gani? Ngoje kugaruka rero. Ule nabii amerudia tena. Hadi yageze kabizo. Bila saa kuja kuna mu matano uyu munsi. Siku ya leo. Tupe hano. Unisikie. Utalizara uwo muhanuzi. Bila kuamini ule nabii. Bila kuja uyu munsi nawe wizara umuhanuzi. Naomba na uendewe uamini nabii. Haleluya. Amen. Kuko ndabona masagari kugenda. Ariko nizera neza ko hone jambo. Amini ya kwamba wenyeji wa neno Bamaze kumva. wamekwisha kusikia neno la Mungu. Kanze nsome noneho Luka 7:16. Bose baterwa n'ubwoba. Bose bategwa n'ubwoba. Wote wakawa na hofu. Bahimbaza Imana. Bati umuhanuzi ukomeye Umuhanuzi abonetse muri twe. Kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Nabii mkubwa. Nuko habayeho umuhanuzi ukomeye. Nabii mkubwa sana. Ariko umuhanuzi ugeze aho. Ule nabii wakamkataa. Amadini gamukuraho. Hao wazee wakatoka. Yazana abandi bahanuzi. Wakaikala wengine manabii. Bamwe babita Branham. Mmoja wakamuita Branham. Abandi babita Wengine wakamuita Elena White.
Kuna nabii mmoja mkubwa. Bamubonye. Walipomwona baravuga bati dore umuhanuzi ukomeye. Kandi bani komeye. Ni Mungu mkubwa. Kwa muhanuzi ni Branham. Au muhanuzi. Ule nabii ni Yesu Kristo. Yesu ni muhanuzi komeye. Sauni muhanuzi leo. Hakuna nabii mwingine. Katika kitabu wako. Tualike tuangalie. Tuje muri Luka. Kitabu cha Luka kinasema nini? 20 yake na 19. Haya msomaji atuambie. Nabii ule wetu. Ambaye muhanuzi wako. 20 yake na 4. 24 ya Luka. Umurongo wa 19 haravuze ngo inasema arababaza ati nibiki bati ni bya Yesu w'i Nazareti wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Haleluya haleluya. Umwana wa Yesu hari igihe yakoze ibitangaza. Kuna wakati akatenda miujiza. Kuza kuzura umuntu. Akafufua mtu. Wetega abantu barabireba. Watu wakatazama. Wagenda bavuga umungene uti mwana birakomeye. Watu wakasema mchini maneno ni hatari. Wengine waliposikia akasema ni maneno kama iyi bibiri kukomeye ni biki. Yeye mnasema ni hatari mjini. Wewe wanabango ibyo turukuvuga ni bya Yesu. Wengine wakasema yenyewe tunawatangazia ni habari ya Yesu. Wani bya Yesu. Ni maneno ya Yesu. Wari umuhanuzi ukomeye. Ambaye ndiye nabii mkuu. Unasekanire kama wazi. Nataka ni waswali. Abahanuzi ni bangahe? Manabii wangapi? Abahanuzi ni bangahe? Manabii wangapi? Branham yaturutse. Branham alikuja chini. White alikuja chini. Sile Kipamba alikuja chini. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nashakuja kutujanira. Napenda tuende pamoja. None uyu munsi turafite umuhanuzi umwe. Leo tuna nabii mkubwa. Kandi uwo muhanuzi ni wowe ukomeye. Ule nabii ndiye mkubwa. Abandi mwese. Wengine wote wale wote ni matoto wa manabii. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Turafite umuhanuzi duzote. Ukomeye. Uwo muhanuzi Ndio. ni wowe yese kabisa. Waje mwiteraniro. Alikuja na mkutano. Ndiye amesema Munsi ntugende. leo usiende. Utizayi wa muhanuzi. Usimwamini yule nabii mkubwa. Wengine wote ni manabii wa uongo. Naomba siku ya leo wa nabii mkubwa. Uwe jeshi. Uje bila kuamini nabii mkubwa. Umuhanuzi. Acha tuharikishe sasa. Umuhanuzi. Tuangalie. Kuna wengine bagomba kubona wanaweza ona itorero ryabonetse, kanisa imeonekana. munyumve neza, Munisikie baba vizuri. nakona ubutumwa bwatangiye kubwirizwa, Wakati wanaona injili imefika, nabo bakitokeza hapa, naye anakuwa pembeni ya ujumbe. Bariyo. bali yakoja Anasema sema wale hapana. ngahubwo ni twe Sio. ngoni twe bagenda kubaka kandi karuri ruhande, Naye anataka kengine pembeni. nabo bakavuga ngo umubatizo ni mu izina rya Yesu Kristo, Nao wanaenda kuomba pale wanasema ubatizo ni mjina la Yesu. ngoni sabato Asema na sabato. wanakurimba bakaimba bandi bazitore, Wanapoimba tena wanaimba nyimbo za kanisa. haleluya, ekatera bana byarabaye, Yego. Kama zamani kuko ni mukuri kubwirizwa, kweli imehubiriwa. abantu kwenda abandi bashaka gusanuka, Unapaswa patikana vingine vya kufanana kama kweli. Wakorinto wapi? Abakori. 11 ikindi Tumenyali mwa Wakorinto wa kabiri. 12 11 Kabiri 11:12. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ibyo nkora nzakomeza kubikora kugira ngo nkure urwitwazo kubashaka impamvu yo guhamya ko bameze nka mudo bira Bariasi bameze bavuga ngo bameze nka bena Bariasi bavuga ngo bameze nka Kuna wale wanasema kama wanafanana sisi, ibyo dukora lakini yeye tunahubiri. tuzakomeza kubikora tuzakomeza kugira ngo dukure urwitwazo
abo wanasema kama ni sisi. Ongera uhagarara ku murongo wa 10. Warejee kama mzuri sana. ntagaruka kuri 14 ariko data we ariko ibyo nkora nzakomeza kubikora kugira ngo nkuru gwitwazo wale wanasema nao ni kanisa ko bameze nka mu byo birata. Haleluya, haleluya. Naona kitoro nikimara kuoneka. Wakati kanisa imesimama mbele hawani wabona zinawakwira. Wale wamekuja wakishigamba. Kuna hata territory. Wanasema na sisi ni kanisa. Sasa kuja kudukura huku ikwazo kwa. Tunapenda tutoshe zile masababu zao. Wanasema nao ni mitume. Bena ni ntumwa z'ibinyoma n'abakozi bariganye bigira nk'intumwa za Kristo kandi ibyo sigitangaza kuko na Satani uye yihindura nka marayika w'umuntu. Haleluya, amen. Yego hano abazaza muri asa abandi bava muri asa nabo bavuga bati natwe turi itorero rya Kristo yasitse kanisa ariko reba neza ese kuko ni itorero rya Kristo yabagirwa ibyari hotera Ndio kwa zamani Mungu anamwambia zamani aliyokuwa. Message inasema abo ngao wale ni ntumwa z'ibinyoma ni mitume wa uongo ngo ariko ntabwo ari gitanga lakini si ajabu basere ntabwo ari gitangaza ko marayika wa Satani nabo yigira marayika w'iki kama malaika wa nuru ukaona hapa ni Paulo Ukiungo hao ndio Paulo alisema hapa Paulo amuzenga hapa ni Paulo ya usubizwa hao ndio Paulo aliwanena. Haleluya, haleluya. Tangu awali amekuwa zamani wanawake cyangwa amaseri wala wanawake bifataga bate mu batera ndani ya mkutano ilikuwa kati turebe mu batera tuangalie zamani mkutano wanawake ilikuwa kati sasa madini na wao bifata eski wa madhehebu wanajikamata vile abakwita abantu bishashimira kwetu yego ndahasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uganye mu bitekerezo ko biri. Mbese abagizi mwese muraha batubera abagizi ngo mu bitekerezo ko byuze. Wageni nye wote mfikiri. Kila mgeni afikiri kitu neno hili. Awitaye ubitekerezo ko. Mbese birakwiriye ko umugore asenga Imana adatwikiriye umutwe. Mbese birakwiriye inapendeza ko umugore mwanamke asenga Imana adatwikiriye aombe Mungu bila kufunika kichwa. Umva rero kamera yanyu bwayo. Bega uganyu namwe murebe. Ninyi wenyewe asili yenu. Harakomeje 14 kamera yanyu bwayo ntibahamiriza yuko umugabo iyo ahirimbije umusatsi umukoza isoni naho umugore iyo ahirimbije umusatsi ukaba ari ubwiza bwe. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Asili yenu yenyewe haiwafundishi ya kwamba umugabo yahirimbije umusatsi mwanamume akiwa na nywele ndefu umukozi isoni ndio ya kwake. yekureba abapasiteri ba none. Angalia sasa mapasta wa sasa na marevera wa sasa walishakuwa na nywele ndefu. Ese bahirimbije umusatsi bako Wanakuwa na nywele ndefu na Mswahili atusomee wanaweka nywele ndefu na mnaka. Kuna wakati mnaweza kuwa wenyeji wa lugha lakini hamtaelewa. Hamtajua kwa nywele ndefu ni vipi. Wakorintho wa kwanza 13 11:13 anasema ninyi wenyewe hukumuni. Nataka kila mtu yotafuata mgeni yote. Umugore wese n'umugabo akurikirane. Yego. Waswahili anasema ninyi wenyewe hukumuni. Ni vizuri kwa mwanamume kuomba Mungu pasipo kufunika kichwa chake? Kwa mwanamke ni vizuri kwa mwanamke kuomba Mungu pasipo kufunika kichwa chake? Yeye wote msikiesikia ni vizuri. Nikiza kumugore asenga Imana adatwikira umutwe. Ni haya.
14, sheria ya asili yenyewe haiwafundishe ninyi ya kwamba kama mwanamume akiwa na nywele ndefu ni haya kwake? na nyie tena na ubwawe sheria za asili kamere yanyu hazibafundishi ya kwamba muzi ko mwanaume iyo umugabo akiwa na nywele agize ibitsatsi birebire ni haya kwake. biteye isoni Ni haya kwa nani? biteye isoni Kitu cha haya kilikuwa ni zambi ni zambi. Haleluya. 15 nasema lakini kama mwanamke ana nywele ndefu, kama nini? mwanamke ana nywele ndefu, Mwanamke ana nywele ndefu ariko umugore we nagira umusatsi muremure ni utukufu kwake, kwa sababu amepewa nywele ndefu kama kifuniko. amen Haleluya. Amen. mwanamke akiwa na nywele ndefu ni utukufu kwake. Nukiza kumugore. Ngoja ngukiza kumugore n'umusatsi. N'umusatsi wa mwanamke ni nywele hana uzuri. Kwa kuko bahawe umusatsi muremure. Mwanamke amepewa nywele ndefu. Wapi Biblia inasema mwanamke amepewa kitambaa? Kusema mwanamke Mungu anampa Mungu anawapatia vifuniko. Mungu anasema ni nywele. Mwanamke amepewa iko mahali. Wanaingia ndani ya kanisa wametega vitambaa. Ezekieli 13 soma. Anasema vitambaa imetoka Babeli. Nimeweka vitambala kwa mkutano eske mko tena watu wa Babeli. Andiko inasema kwa Ezekieli anakuja kuipasua pasula. Utaenda wapi sasa? Kihuta bubavu. Walikisha haraka. Hiyo message yatangwaga. Message ilipotolewa. Abo mitorero balizeraga. Kanisani waliamini. Abasirikare wakumva nabo. Wasoda nao wanasikia. Ababakirize. Nao wanaamini message. Kuja mkakati. Tuangalie. Abasirikare bamubishije message yabafashe. Na wasoda wakisikia message na wabana. Ngo bibagende keruti. Nao ilikuwa namna gani? Kuja muri mkakati. Tuangalie ukatani. Umurongo aho. Wa 13. Umurongo wa 13 ndahasomye. Arasubiza ati ntimukake aba 14 Luka 3:14 n'abasirikari nabo baramubaza bati natwe tugira dute bona abasirikare bagiye nabo baje Wasoda nao wali wakakuja. mutagiye ngo nabo bari bahaje Nao wakakuja kumkutano. nabo bumvika amajambo Wakasikia message na wabana. Tunagira dute kugira ngo nazo twizane message kugira ngo nazo tubarwe kwa Message inasema. batumva uko bababwira arabasubiza ati Akawaambia ntimukagire umuntu muhongesha icyambe yakwemeye kugira ngo ijuru rikwemere ngo ntukagira umuntu wongesha ntimukagire umuntu muhongesha cyangwa ngo mumurege ibinyoma kandi ibihembo byanyu bibanyure. Haleluya haleluya abasirikare ijambo ryari ryabafashe neno iliwagusa. mwana ilimaze kubafata Wagusa neno. baraza barone ko turi abasirikare Utafanya nini? maze aravuga ngo Akawaambia yakaje umuntu tuhongesha Muombe mtu ruhusa. kandi cyakaje hakaje wote regere ryofa Sitaki bakashi uongo. cyakaje kandi umuntu anyugwe Pesa yenyewe watakupatia ya mshahara tosha na ile. haleluya umaze message maze kubafata Wakati message iliwapata. nabo baraza baravuga ngo twamaze kwizera Wakatembea wakasema tumekwisha kuamini. hari uwitwa koloneli koloneli hari umukoloneli wari waje mu iterambere Kuna mmoja alikuwa
ndani ya Matendo ya Mitume sura 10. Kornelio mmoja naye alikuwa ndani ya mkutano. Naye akakusanyika. Mesaja inasema alikuwa mwanadini. Alikuwa mtu wa dini. Ilipokuwa sasa akamtembelea akamwambia, Kornelio. Tubu dhambi zako. Tubu na ubatizwe. Tubu na uamini Injili ya wakati. Kornelio akabatizwa jina la Yesu.